mashua au boti zingine 13 zikitarajiwa katika kuwekezwa kwa wavuvi katika kaunti ya Mombasa. Kwa mengi zaidi tunaungana na mwanahabari mwenzangu Francis Mtalaki akiwa katika ufuo wa Bahari Hindi na taarifa hiyo. Naam, shukran sana kutoka studio zetu hapo jijini Nairobi. Na kutoka kaunti ya Mombasa, basi hii leo kumekuwa ni shughuli sihaba hasa kuhusiana na biashara ya uvuvi au uvuvi wa samaki, na ni kutokana na kwamba gavana wa kaunti ya Mombasa ameweza kuzindua boti au mashua ambayo itaenda kuwasaidia wavuvi hawa kuweza kuvua samaki na kuweza kujitafutia mtaji wa kila siku kuhusiana na biashara hii. Na singependa basi kuongea mengi kuhusiana na biashara hii, kwani nipo na mwenyekiti ambaye anashughulika na shughuli hii nzima kutoka kaunti hii ya Mombasa. Labda jitambulishe alafu tueleze, je, wewe kama mmoja wale ambao wameweza kunufaika hii leo unajihisi vipi? Mimi kwa majina kwanza ni Kelly Konde, chairman wa BMU Uzuri za Mombasa County, na kulingana na hii shughuli ya leo najisikia furaha sana kwa sababu tulikuwa tukivua na vidao vile vidogo vidogo vya dugout canoes ambazo tunaviita kwa majina yetu ya Kiswahili vihori, lakini kwa sasa hivi tumepata mashua kubwa ambayo hatutaachana na uvuvi ule wa duni wa kuvua katika creeks, tunaenda nje ya deep sea. Kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba uvuvi wetu sasa utapanda, kwa sababu boti hii ambayo tumekabidhiwa leo ni boti ambayo ina capacity ya tani 10, ambao sasa ni tofauti na vile wavuvi wetu ambao tulikuwa tukifanya zamani, ambao tulikuwa tunavua kilo 1, kilo 2, hata wakati mwingine tunakosa the whole night. Kwa hivyo sasa ni matumaini yangu kwamba uvuvi wa Mombasa utapanda na maisha yetu pia itaboreka. Na sawa, pia gavana na watu wengi kuhusiana na mambo ya uvuvi wameweza kuzungumzia kuhusiana kwamba mnaweza kuenda zaidi ya maili 200 ndani ya ufuo wa Bahari Hindi. Labda hili litawasaidia vipi mnapoenda ndani kabisa? Ni vipi mtakavyoona kwamba samaki ambao mtakuwa mnawavua watakuwa na thamani? Samaki ule uvuvi ambao tunataka kufanya sasa ni uvuvi wa long line, ule ambao unatumiwa na Wakorea, ambapo long line ile ina hooks karibu 1000, na 1000 hooks ina urefu pengine wa karibu maili hata 50-60 kutoka mwanzo wa ndoano ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa hivyo utaona kwamba ule uvuvi huo utakuwa ni wa hali ya juu, kwa sababu zile hooks 1000 hata ikikosa kama hooks 200-300, na samaki wale ni wakubwa ambao tuna target nao. Ni samaki mmoja ambaye ni kuanzia kilo 80 to 100 na kwenda mbele. Kwa hivyo utakuta kwamba kama pengine hooks 100 ama 200, 300 zimepata samaki, tayari hapo ukifanya calculation yako utakuta ni tani nyingi za samaki. Kwa hivyo huo uvuvi ni uvuvi wa maana sana. Na labda tumearifiwa kwamba mko wavuvi 1060, lakini boti iliyoko ni moja na ndio hii MV Mombasa 001, inatosha? Sisi hii ni mwanzo tu, huu ni mwanzo tu, lakini sasa katika hawa wavuvi ni jamii, wavuvi watu 1060 ni jamii ya wavuvi, lakini sisi tuko takribani wavuvi 2700, lakini sasa huko nyuma kuna wale watu wetu. Kwa hivyo hasa hivi sasa hii boti ni ya BMU 14, kwa sababu zile registers BMU ni 14. Kwa hivyo hii iko chini ya zile BMU 14, tuna kaunti moja, na hiyo pesa imekopwa na hiyo network ya BMU 14. Kwa hivyo sasa tutakuwa tunavua na hii moja, lakini kile tunapopata pesa zaidi tunafanya mpango wa boti nyingine mpaka tuone pengine kama vile governor wetu amesema ikifika 2017 tutakuwa atahakikisha kwamba kila BMU itakuwa na boti kama ile. Kwa hivyo tutakuwa tumesonga mbali sana. Na labda kwa sasa mkiwa moja ya boti kati ya watu 2700, mtakuwa labda mmepangia vipi kuweza kuona kwamba kila mmoja ameweza kunufaika na kutokuwa na zile siasa ambazo zimeweza kusemekana hapo mbeleni? Sisi tumekuja kitu kimoja, na lengo letu sisi ni kuinua uvuvi wa Mombasa County. Kwa hivyo sasa hakuna maneno yoyote yale ambayo yataweza kutuvuruga sisi, kwa sababu tumetoka mbali. Kabla tukubali kuchukua loni hiyo, tulikuwa kuna changamoto nyingi na tumezunguka kufanya research kuona vipi tukipata hii boti ni vipi tutaweza kulipa. Kwa hivyo mategemeo yapo kwamba hatuna mambo yote ambayo itafanya mambo yetu ya stop.
Naam. Na labda katika lile azimio la kuona kwamba mumeweza kuongeza mapato yenu kwa kuweza kuvua samaki wengi zaidi, lakini tukiangalia katika upande wa pili tumeambiwa kwamba taifa la Somalia linaweza kutoa tani 132. Hapa Kenya katika kipindi cha mwaka uliopita mliweza kutoa tani tu 1090. Je, mnapopewa boti kama hizi mnaona kama mtafikia malengo na kuyapita kama vile Somalia na wao labda wanasumbuka na jambo la usalama? Unajua Wasomali wao culture yao ni uvuvi, na sisi watu wa Mombasa pia culture yetu ni uvuvi, lakini viongozi, nitasema samahani sana kwa viongozi wetu ambao walianza kututawala sisi wa Kenya ni watu ambao hata asili yao pengine walikuwa hata samaki hawali, unaona. Kwa hivyo hawakutilia maanani sana mambo ya samaki. Nafikiri umesikia Governor Joe pale akizungumzia habari ya watu wa miraa walipewa bilioni 1 kuimarisha ukulima wao wa miraa, ambao ule ni ulevi tu. Mtu hawezi kula miraa kashiba, lakini samaki sana shiba. Lakini unakuta serikali zote ambazo zimepita hazikuangalia mambo ya uvuvi. Kulikuwa kuna department ya uvuvi ambayo iko mpaka sasa. Hapo zamani ilikuwa ina meli zake, lakini sasa kwa kutojua jinsi ya kurani hiyo biashara ya uvuvi, hizo meli zote ziliuzwa kwa bei duni sana kwa watu binafsi, na hiyo fisheries ikawa haina boti mpaka sasa, haina meli hata moja. Kwa hivyo sisi tumaini yetu kwamba madam tumepata boti hii na sisi tuko qualified kuvua, tumevua miaka mingi tangu watoto mpaka tumefika miaka hii tulio. Kwa hivyo tuna imani kwamba tutafaulu. So langu la mwisho ni kwamba ni changamoto zipi ambazo mmekuwa mkipitia na mnazikabiliana nazo vipi? Changamoto ni kama vile umezungumza kuhusu members wetu wenyewe, kwa sababu walikuwa hawaamini kwamba mambo kama haya inaweza kufikia. Hasa walikuwa wanafikiria tukikopa pesa nyingi kama hizo tutazilipa vipi. Ikabidi sasa county government itupeleke sehemu zile za wavuvi, watu wanavua, na kufanya research kuona wanavua vipi na wanafanya nini, na tukaja tukaona kweli aina hiyo uvuvi ni aina mzuri na hauwezi kutubwaga. Ndio tukakubaliana tu kwa kauli moja, tukachukua loan na tukafanya vile ambavyo tumefanya sasa. Na shukrani sana kwa muda wako. Na mtazamaji, basi amekuwa ni mmoja wa wale viongozi kutoka kaunti hii ya Mombasa ambao wanahusiana sana na biashara ya uvuvi wa samaki. Lakini kando na kilichofanyika hii leo, basi Gavana Ali Hassan Joho aliweza kugusia mambo kadha wa kadha ambayo yanaendana na siasa za pwani ya Kenya. Moja ikihusiana ile bandari ya Mombasa, ambapo anasema atafanya kile awezalo kuona kwamba ile swala ambalo la kuweza kupeleka baadhi ya mizigo ambayo inatoka hapa kuelekea Naivasha basi litaweza kuzimwa. Na pili akaweza kuzungumzia mengi tu kuhusiana na ile mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ambayo ni SGR. Anasema kwamba wapo baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Mombasa ambao ni hususan katika eneo bunge la Jomvu hawajapokea fidia hadi sasa. Wamesema basi wataweza kuelekea mahakamani. Na kufikia hapo mtazamaji, basi ningependa kuregesha katika kaunti ya Nairobi kwa taarifa zaidi. Mimi ni Francis Mtalaki.